Mbingu ni kiti cha enzi cha Mungu, nawo ulimwengu ni kiti cha enzi cha Shetani. Moyo wa mwanadamu unaweza kuwa kiti cha enzi cha Mungu, ama ukawa kiti cha enzi cha Shetani. Nitarudia. Moyo wa mwanadamu unaweza kuwa kiti cha enzi cha Mungu, ama ukawa kiti cha enzi cha Shetani. Mwanadamu anapofanya upya moyo wake kutokana na neno la Mungu, moyo wa mwanadamu huwa hekalu la kiroho la Mungu. Mwanadamu anaposafisha moyo wake kutokana na neno la Mungu, moyo wa mwanadamu huwa hekalu la kiroho la Mungu. Mwanadamu anaposafisha moyo wake na vitu ambavyo havihusiani na neno la Mungu, moyo wa mwanadamu unakuwa hekalu la Shetani. Kwa hivyo moyo wa mwanadamu ni hekalu la Mungu. Ikiwa mwanadamu amefanya upya moyo wake kutokana na neno la Mungu, moyo wa mwanadamu ni hekalu la kiroho la Mungu. Ikiwa mwanadamu amefanya upya moyo wake kutokana na neno la Mungu. Wakristo wa siku hizi wamefanya upya mioyo yao kutokana na vitu ambavyo havihusiani na neno la Mungu. Ndiyo maana mioyo yao imekuwa madhabahu ya Shetani. Roho zilizoweka makao ndani yao ni za ulimwengu, kwa sababu wao si watendaji wa neno, bali ni wasikiaji wa neno. Aliye msikiaji wa neno na mtendaji, yeye ndiye ambaye husafisha moyo wake kutokana na neno. Hakuna mtu anayeweza kujenga madhabahu ya kiroho kwa njia ya ulimwengu. Madhabahu ya kiroho hujengwa kupitia neno la Mungu. Neno la Mungu linapokuwa upande wako, neno la Mungu linapokaa ndani yako na kuishi kulingana na vile ambavyo neno la Mungu linasema, basi moyo wa mwanadamu huwa hekalu la kiroho la Mungu. Nimeona ubatili mkubwa kwa ulimwengu huu. Watu wakijenga majumba makubwa wakiamini kwamba Mungu anaishi kwa majumba hayo. Hakuna mwanadamu anayeweza kumjengea nyumba Mungu. Hekalu la Mungu ni moyo wa mwanadamu. Mwanadamu anaposafisha moyo wake kutokana na neno la Mungu, moyo wa mwanadamu unakuwa madhabahu ya kiroho ya Mungu. Kwa hivyo unapokuwa msikiaji wa neno, wala wewe si mtendaji wa neno, basi moyo wako unakuwa madhabahu ya Shetani. Kwa sababu watu wa dini na wale wasiomwamini Mungu wote hupenda kuiga kile ambacho neno la Mungu linasema, lakini wakawa si watendaji. Watu wa dini huiga kile ambacho wanakisoma kwa Biblia, lakini huwa hawatendi. Ndiyo maana mioyo yao imekuwa madhabahu ya Shetani, si madhabahu ya Mungu. Wakristo wa kweli, mioyo yao huwa madhabahu ya Mungu, kwa sababu wao hutenda kile ambacho neno la Mungu linasema. Anapotenda kile ambacho neno la Mungu linasema, basi Roho Mtakatifu huja. Roho Mtakatifu anapokuja, basi Roho Mtakatifu humtangaza mwanadamu kuwa anastahili mbele za Mungu. Kwa hivyo wachungaji wengi wamepoteza washirika kwa sababu ya tamaa zao wenyewe.
Mioyo yao imekuwa madhabahu ya shetani. Ndiyo maana washirika, shida zao hata zimeongezeka. Mioyo yao imekuwa nyumba ya shetani, kwa sababu wao ni wasikiaji wa neno wala si watendaji wa neno. Wanang'ang'ania kujenga majumba yao ili wajaze watu. Wamepoteza watu wengi, maana asiyejua njia za Mungu, yeye hushawishiwa na vitu vinavyoonekana. Mtu asiyejua njia za Mungu hushawishiwa na vitu vinavyoonekana. Wengi wetu, imani zetu zimepungua kwa sababu tunaamini kwamba tunapoona mjengo mkubwa, tunaamini kwamba Mungu anakaa ndani. Hakuna mwanadamu anayeweza kujenga nyumba ya Mungu. Nyumba ya Mungu ya kiroho ni moyo wa mwanadamu. Yoyote aliyejenga madhabahu ya kiroho huwa chanzo cha uzima kwa watu wengine, huwa chanzo cha amani kwa watu wengine. Walio na madhabahu ya ulimwengu hawafichiki hata kwa matendo yao. Walio na madhabahu ya kimwili hawafichiki hata kwa matendo yao. Walio na madhabahu ya shetani hawafichiki hata kwa matendo yao. Nimekwambia kwamba wanaiga lakini si watendaji. Wanaiga kile wanachokisoma lakini si watendaji. Kwa hivyo madhabahu ya kiroho ni moyo wa mwanadamu. Madhabahu ya kiroho ni moyo wa mwanadamu. Hakuna mwanadamu anayeweza kumjengea nyumba Mungu. Nyumba ya Mungu ni moyo wako. Unapofanya upya moyo wako kutokana na neno la Mungu, basi moyo wako umekuwa madhabahu ya Mungu. Lakini unapofanya upya moyo wako kutokana na vitu ambavyo havihusiani na neno la Mungu, moyo wako unakuwa madhabahu ya shetani. Shetani amekuaibisha. Unataka kujua kuwa uko na madhabahu ya Mungu ama ya shetani? Ni rahisi. Wahuduma wengi wameaibika kwa sababu ya tamaa zao. Kwa sababu ya tamaa zao, wahuduma wengi wameaibika. Madhabahu walio nayo ni ya ulimwengu. Shetani amewaibisha. Wanajipa moyo tu kuwa Yesu ni Bwana, lakini wameaibishwa na shetani. Natamani sana ungekuwa mtendaji wa neno ili uokoe uzao wako. Natamani sana moyo wako uwe madhabahu ya Mungu ili uweze kuokoa uzao wako. Watoto wako wote wako wapi? Umewalea kwa shida, lakini wote wamekuwa mzigo. Umewalea kwa shida, lakini hata mmoja kwa sasa haonekani. Wale ni wengine ni mashoga, wengine ni wezi, wengine ni makahaba. Wengi wanazalia nyumbani. Watoto wako wako wapi? Wewe mtumishi wa Mungu, watoto wako wako wapi? Alafu mbona yule umemficha kwa nyumba? Yule mbona umemficha kwa nyumba? Acha kudanganya watu. Tengeneza uhusiano wako na Mungu kutokana na neno lake. Utaweza kuokoa mataifa.
Ikiwa imekushinda, tafuta mwonaji, alee wanao. Hata kama yuko mbali, unaweza kutumia njia yoyote ukampata. Alee wanao ili baadaye waje wakusaidie. Huyo mmoja unayemuona, huyo mmoja anaweza kuwa chanzo cha baraka kwa uzao wako wote, ikiwa tu utapata mwelekezi wa kiroho. Nawapenda sana, nawapenda sana. Ndiyo maana nimechukua nafasi hii ya kuwahubiria injili hii ya kiroho. Natamani ujenge madhabahu ya kiroho ili uweze kuokoa wanao. Natamani sana. Natamani siku moja nione wanao. Natamani siku moja nione ushuhuda usema kwamba kupitia injili hii imeokoa wanangu. Natamani huo ushuhuda. Mungu awabariki sana. Mungu awabariki. Mungu awabariki sana. Naamini kuna wengi wananifuatilizia. Naamini kuna wengi wanatamani kuwa watendaji. Zidi kumuomba sana Mungu. Na vile ambavyo neno la Mungu linasema, ufanye hivyo hivyo. Siku moja utakutana na Mungu. Na hiyo siku hiyo ndiyo maisha yako yatabadilika. Na kuombea baraka na kuombea uzima. Mungu akulinde kwa kila jambo unalolifanya. Na wapenda sana. Penda sana taifa langu la Kenya. Penda sana. Mungu bariki. Mungu wabariki. God bless you.